Hello wadau wetu, karibuni sana. Sasa mwanzoni mwa huu mwaka tulikuwa tukiongelea sana kuku wa kienyeji. Kwa tunataka tufanye project ya kuku wa kienyeji. Tukawa tumeelekeza sana kuhusu mtaji, namna ya kufanya ili uweze kupata kuku wengi wa kienyeji, na jinsi ambavyo kuku wa kienyeji wana faida nzuri na wanatafutwa maeneo mengi kwa sababu wanahitajika sana. Watu wengi sana wanapenda kuku wa kienyeji. Ni kuku ambaye ukiwa nao kuku wa kienyeji hata leo kupata soko ni rahisi sana. Lakini ukiwa na broiler unaweza ukapata soko lakini bei ikawa chini. Ndio maana tukaja na hili darasa ambalo lilikuwa linalenga zaidi kuelekeza kuku wa kienyeji. Sasa leo hii nitakuelekeza jinsi ambavyo tumefanikiwa tangu tulipoanza ile project. Kwa mtaji mdogo kabisa tumefanikiwa kutengeneza faida. Japokuwa hawa kuku hatujawauza, lakini kama ikatokea tukataka kuwauza hawa kuku, tunapata hela nyingi sana. Yaani hata ile hela ambayo tulikuwa sisi tumewekeza kwa hawa kuku inazidi. Na bado mama zao wanakuwa wamebaki kwa sababu sisi tulitumia matetea. Tulinunua matetea yetu. Tulikuwa na mtaji mdogo tu, tuliandaa 200,000. Tukanunua matetea 12, tukaweka na majogoo 3. Tukawaanzisha safari yetu, tulianza na hao majogoo 10 na matetea 12 na majogoo 3 ambao tulinunua kwa huko kijijini. Tulipata kwa bei ya 10,000 kwa 12,000. Wale ambao wana mili mikubwa tuliuzwa 12,000, wenye mili midogo ilikuwa ni 10,000. Hiyo ndio project ambayo tulianza nayo kwa sababu tuliona kabisa kwa project hii lazima tutengeneze hela nyingi sana. Kwa hiyo tukawatengenezea chakula kizuri wale kuku, tukawapa huduma nzuri. Hawa kuku wakawa wametaga mayai mengi sana. Walitaga mayai mengi sana, wakaatamia mengine tukawashukua tukayaweka kwenye incubator kwa sababu mayai yalikuwa ni mengi sana. Tukatotolesha vile vifaranga. Jamani, maajabu ya hawa vifaranga. Hakuna kifaranga hata mmoja ambaye alikuwa anakufa kwa ugonjwa. Vifaranga 2 walikufa kwa bahati mbaya, nao walikuwa wamebanwa kwenye lile dude la kulelea vifaranga. Nadhani hapo kwenye picha unaliona hilo box ambao tulikuwa tunalelea vifaranga. Sisi tumewalea kwenye box. Ukiwalea kwenye box ni kwa asilimia kubwa sana utafanikiwa kuwalea vizuri kwa sababu mle kwenye boksi joto pia huwa halipotei. Halafu wao ukifika usiku unakuta wamekumbatiana ili waweze kutengeneza joto. Kwa hiyo hawa 2 ambao walikufa kwa bahati mbaya, walikuwa wamebanwa nadhani kwenye kasehemu kamoja hivi. Kama unaona hapo kwenye box kule nyuma kuna mbao, waliingia kwenye zile mbao, lakini kwa changamoto ya magonjwa haikuwezekana kabisa. Hawakupata magonjwa kabisa hawa kuku. Mpaka hapo unapowaona leo hii wanatembea, wanachangamka, na wamefikia wapo walika tofauti. Wapo wenye miezi 2, wapo wenye mwezi mmoja, wapo wenye miezi 3. Kwa hiyo wapo wa kila rika ambao tukianza tu kwa hawa unaowaona wanatembea wa size ya kati ambao wana miezi 3 na miezi 2 ambayo kwa bei ukitaka kumuuzia mtu unamuuzia shilingi 7,000. Sasa sisi kama hawa tunao wengi sana. Wapo kama 53 hawa kuku ambao wana hili rika. Wapo kama 53 ambao tukisema hata tuwauze leo 7,000 hela yetu itarudi. Na wengine ni hawa wa mwezi mmoja na nusu, ndio hao wadogo ambao unawaona, vingine vina wiki 1, vingine vina wiki 2. Yaani kuku wetu hapo wametofautiana sana. Lakini uleaji wake unakuwa rahisi sana kwa sababu ya hilo box ambalo unaliona. Kwenye hilo box sisi vifaranga wakianguliwa tunawaweka humo. Tukishawaweka humo wale vifaranga tunawawekea chakula, maji, kila kitu. Tunawahudumia vizuri kabisa. Wao wenyewe ikifika ile wiki ya 3 wao wanaanza kuruka. Wanatoka hapo wanaenda nje. Maana wakitoka wanaingia kwenye banda sasa kwa sababu ile box tumeliweka bandani. Kwa hiyo wakiruka hapo wanarukia kwenye banda, wanaendelea kuzurura nje, wanakula vyakula vya nje, baadaye wanaingia ndani au wakisikia njaa wenyewe wataingia ndani, watakula hivyo vyakula vya ndani, wataendelea kusurvive. Maisha yao ndo kama hayo ambayo unayaona na wanaendelea vizuri kabisa. Tulipata changamoto ya mafua kwa kuku wetu hapa shambani, broiler, shotaro walipata mafua, lakini cha ajabu hawa vifaranga hawakupata kabisa mafua. Ndio tulipojua kuwa vifaranga wa kienyeji ukiwahudumia vizuri huwa ni ngumu sana kupata magonjwa. Kwa hiyo tuna vifaranga wengi, vikuku vile vidogo vya saizi ya kati tumefanikiwa kuvizalisha vingi sana ambapo hata saizi tukitaka kuviuza basi hela yetu itarudi na faida tutaipata, lakini vile tutabakiwa na matetea ambayo bado yanaendelea kutaga. Mpaka leo hii ninavyoongea kuna matetea mengi yanataga na mengine kuna matetea nadhani kama 4 yanataga na kuna matetea 3 yanaatamia. Kwa hiyo bado tunaendelea kuzalisha. Unaona bado tunaendelea kuzalisha na mayai wanayoyataga wala sio machache. Wanataga mayai mengi sana. Wanataga mayai mengi. Yaani kuku ambaye anataga mayai machache hapa anataga mayai 20. Lakini wengi wao mayai yao yamezidi 20. Na kuna wengine tuna wale ambao wana maumbo makubwa. Wale ambao wana maumbo makubwa tuliwahudumia vizuri kabisa. Mayai yao yanafika mpaka 30, 35. Tunayatoa mengine tunaenda kuyaweka kwenye incubator na
na mengine tunamwachia mwenyewe atamie, kwa sababu tunawatengenezea hivi viota vizuri kama ambavyo unaona wanatotoa vizuri kabisa vifaranga wote. Kwa hiyo ndo namna ambayo sisi tulifanya, na hizo ndo juhudi ambazo sisi tuliziweka, na bado tunaendelea kupambana. Tunataka mpaka kufikia mwisho wa mwaka tuwe na kuku wengi sana wa kienyeji, tuweze kuzalisha sisi wenyewe kuku wengi sana wa kienyeji kwa gharama nafuu. Nitakusomea bajeti ambayo tuliitumia. Sisi tuliandaa shilingi 200,000, tukanunua kuku ambao tuliwanunua kuku walikuwa wa 170,000. Tulivyowanunua kuku wa 170,000, vitu vingine tulikuwa navyo wenyewe. Kwa mfano pumba na mahindi tulikuwa nayo sisi wenyewe. Mahindi mengi tu kwa sababu sisi tupo shamba huku, tulikuwa tuna mahindi, tulikuwa tuna pumba, tulikuwa tuna mashudu. Kwa hivyo siwezi kuviweka sana kwenye mahesabu, japokuwa kama utanunua, yani kama hauna hivi vitu na utavinunua, basi gharama yake pia nitakutajia utatumia gharama ya shilingi ngapi. Kwa hiyo sisi ile hela ya juu iliyobaki 30,000 ndio tuliweza kuongezea kwenye kununua pumba ya dagaa pamoja na soya. Unga wa mkaa tulitengeneza wenyewe, tulichukua yale mabaki ya nyumbani, jivu tulichukua lile la nyumbani. Kwa hiyo kuna vitu vingine ambavyo tuliviongeza. Majani haya kama ya mlonge tulianika wenyewe tukayaweka, maganda ya ndizi, kwa hiyo siwezi kuyaweka kabisa kwenye bajeti. Kwa hiyo kama utakuwa una kuku hawa, ili uweze kuwalea mpaka kufikia stage hii ambayo sisi leo tumefikia, kwenye upande wa bajeti ya chakula nakupa minimum, nakupa maximum, not minimum, nitakupa maximum, unatakiwa uwe na shilingi 1,500,000. Ukinunua kuku labda kama hao ambao sisi tumefanya wa 170,000, basi uandae na bajeti ya chakula ile 1,500,000 ili uweze kuwatengenezea angalau ifike mpaka miezi 4 bado wao wanaendelea kuzaliana, wanaendelea kusurvive. Ni hii yote ni kwa sababu kuku wa kienyeji wanakula kidogo sana. Wanakula kidogo, na kwa upande wa chanjo huwa tunawapa sana za asili. Yaani kama chanjo ya dukani tuliwapaka, nakumbuka moja kipindi wanafika mama zao wale tuliwanunuliaga Newcastle ambao tulikuwa tunawachanja kuku wetu wote hapa shambani. Kwa hiyo na wao tukaweza kuwapa ile Newcastle ili kupunguza tu gharama, tulitumia chanjo ile. Kwa hiyo siwezi kuiweka sana kwenye mahesabu, ila kama wewe utaiweka basi kwenye hiyo 1,500,000 utaongezea na bajeti ya chanjo ambao sio kwa tunatumia ile NDIB ambayo inauzwa 12,000, japokuwa ipo mpaka 6,000, inategemea wewe unataka kuwachanja chanjo gani au utaipata chanjo gani dukani. Kwa hiyo ukitaka uweze kufikia kuku kama hao ambao sisi tunao, sisi tuna vifaranga wengi sana wa kienyeji, yani wengi. Kwa ambao nawakumbuka ni hao ambao wakubwa wa miezi 2 na miezi 3. Kama hivyo ambavyo unaviona hapo, hivyo vilivyochanua mikia, hivyo vina miezi 2, vingine vina miezi 2.5, vingine vinafika hadi 3 nadhani. Ukivijumlisha vyote viko 53. Ila hivi vidogo hivi viko vingi kwa sababu kila siku huwa tunavitoa, vingine kwenye mashine, vingine tunavitoa kwa kuku tunaviweka. Hivi bado sijahesabu, lakini ni vingi pia. Ambapo naamini hapo mbeleni kidogo nitakuja na idadi mpaka vikue kiasi, nitakuja na idadi alafu nitawaonyesha. Gharama yake imekuwa ndogo sana ya kuvihudumia kwa sababu hivi vikuku havili sana. Na vikisha hiyo wiki ya 3 vikaanza kuruka, vikawa vinaenda nje, basi huwa vinakula kidogo, vinaenda kudonoa na nje. Ndio chakula hakiendi kabisa. Kinakuwa chakula kidogo sana ambacho kinatumika. Kwa hiyo hata wewe ambaye uko nyumbani una changamoto, kama una changamoto ya una kuku wa kienyeji lakini una changamoto sana kwenye uleaji wa vifaranga, na kushauri uwe tayari kulipia shilingi 28,000. Japokuwa ukiwa vizuri zaidi unaweza kuongeza na kile kitabu kingine cha booster ukawa umelipa 38,000. Kama uko tayari kulipia hii gharama, unahitaji uzalishe kuku wengi wa kienyeji, basi tutafute KingoFarm. Nitakutumia vitabu kama ni 2 au 3, tunategemea wewe utakuwa umelipa shilingi ngapi. Alafu pia nitakuweka kwenye kundi la mafunzo. Nitakusimamia mimi mwenyewe mwanzo mwisho. Nitakuelekeza kila kitu kuhusiana na kuku wa kienyeji mpaka utakuja kuzalisha kuku wengi wa kienyeji, na naamini utakuja kutoa ushuhuda hata hapa ili watu wengi pia waweze kujifunza. Jamani, karibuni sana. Kuna watu wengi sana ambao wanatamani kufuga kuku wa kienyeji, au wengine wanao kuku 5, 10, 20 lakini haoni faida yake. Basi wewe kuwa tu tayari kulipia hiyo hela ili tuweze kukupa mafunzo sahihi ya kuwalea hao kuku wa kienyeji, ili uweze kuona faida ya kuwalea kuku wa kienyeji na jinsi utakavyoweza kuzalisha kuku wengi sana wa kienyeji kwa gharama nafuu kabisa. Karibuni sana. Lakini pia tuna vitabu vingine ambavyo vinahusiana na kuku chotara, broiler, tiba za asili. Kila kitabu ni 10,000 tu. Ukilipia unatumiwa soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp. Pia tuna lile kundi la mafunzo, ada yake ni 8,000 tu kwa muda wa miezi 2. Utaweza kuuliza maswali, kupewa ushauri na kadhalika. Lakini pia tunauza incubator nzuri za kisasa full automatic, tunazitengeneza sisi wenyewe. Kama ulishawahi kununua incubator ya Mchina inakusumbua, tutafute KingoFarm. Tukupe incubator ya chuma ambayo utaitumia vizuri kwa miaka mingi na
matokeo yatakuwa ni chanya, utapata matokeo mazuri ambayo hujawahi kuyapata. Kama umeshawahi kutumia incubator ya Mchina, na kushauri nunua incubator zetu, ni nzuri sana. Sisi wenyewe mwanzo kabisa tulitumia incubator za Mchina, zilitusumbua sana. Tulikuwa tunapata hasara ya mayai. Ukiweka mayai, mwisho wa siku vifaranga ni wachache, yani kunakuwa hakuna maana kabisa. Yani vifaranga ni wachache, mayai yameharibika. Baadaye ndo tukaja na wazo la kuanza kutumia hizi incubator za kutengeneza sisi wenyewe na sio za Mchina. Kwa hiyo kama unahitaji incubator, tutafute tu KingoFarm, tutakuuzia, tutakusafirishia popote ulipo, na tutahakikisha mpaka unapata vifaranga kwa asilimia zaidi ya 90. Tutakuwa pamoja na wewe kuanzia unapoweka mayai, tutakuelekeza namna ya kuitumia mpaka siku unapata vifaranga. Tutakuwa tukiwasiliana na wewe kila siku mpaka tuhakikishe umefanikiwa kuzitumia vizuri kabisa incubator zetu. Gharama zetu ni ndogo ukilinganisha na ubora wa incubator. Huwezi kupata sehemu yoyote ile incubator kwa bei ambayo tutakuuzia sisi KingoFarm, na huduma ambayo utakuwa umeipata, kwa sababu utaweza kuzalisha vifaranga wengi na utakuwa ukipata faida. Hutopata hasara tena ya kupoteza mayai kama ambayo sisi KingoFarm tulikuwa tunaipata mwanzo. Kwa wale wanaotumia incubator za Kichina, wengi sana wamekuwa wakinipigia simu wakinieleza, nikisikia matatizo yao basi nalinganisha na yale matatizo ambayo sisi tuliyapata kipindi hicho tunatumia incubator za Mchina. Kama na wewe ni miongoni, tutafute tukuuzie ili uweze kufanikiwa kwenye ufugaji. Karibuni sana. Kama unahitaji huduma zetu, chukua namba kwenye video na utupigie au ututumie ujumbe.